Mwenyekiti, ilikuwa ni kukusanya mahitaji, yamekusanywa na yanapatikana, lakini pia vikao vya kamati tumekaa na mimi nimeshiriki moja ya kamati, lakini pia leo tuko kwenye hatua ya uidhinishwaji kwenye baraza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nijenge hoja kwa madiwani wenzangu kwamba tuiidhinishe na tuitakie baraka rasimu yetu ili Wizara ya TAMISEMI wakaifanyie kazi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru. Nimekuja kwa niaba ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya ambaye hayupo, wamesafiri wako nje ya mkoa, lakini amenituma niseme yafuatayo. Kwanza ni wapongezi waheshimiwa madiwani kwa kujadili rasimu hii kwa sababu bajeti inaanzia chini. Ameongea hapo Mheshimiwa Festo kwamba mmeshiriki kikamilifu. Kwa na mimi ninaamini mmeshiriki kikamilifu. Bajeti inajadiliwa ngazi ya chini. Wataalamu wana sehemu yao ya kufanya, kwa maana kukusanya taarifa kutoka kwenu. Ninyi ndio wenye miradi, ninyi ndio wenye wadau ambao wanatoa mapato, ninyi ndio mna kila kitu katika ngazi zenu za kata. Kwa hiyo niwapongeze kwa kupitisha au kwa kubariki rasimu hii ya bajeti ya shilingi bilioni 72.4 ambayo ninaamini tutakwenda kuitekeleza kwa mwaka huu wa fedha. Niwaombe, serikali kuu haiwezi kufanya peke yake pasipo sisi serikali za mitaa ambapo ndo ninyi. Kwa hiyo niombe, hii fedha ipo kimaandishi, ni soft money tunaweza tukasema, ipo kwenye makaratasi. Sasa tunatakiwa tuwe na ile hard money, pesa ishikike. Kwa hiyo niwaombe tukasimamie mapato. Wananchi sasa hivi wamekuwa wagumu sana kutoa pesa kwa sababu biashara ni ngumu. Kwa hiyo tutumie lugha nzuri, tuwashawishi, tuelezee, tuseme uhalisia kwamba serikali kuu peke yake haiwezi kufanya. Mheshimiwa Rais anafanya vitu vingi sana, ana miradi mikubwa, sote ni mashahidi. Tumeona ndani ya siku 100 vitu vingi ameweza kuvifanya. Kwa hiyo peke yake hawezi pasipo sisi waheshimiwa madiwani. Kwa hiyo niwaombe sana tujitahidi tuweze kukusanya mapato. Pongeze sana waheshimiwa wajumbe, waheshimiwa madiwani kwa kazi nzuri na kazi kubwa mnayoifanya kwenye kamati zetu za kudumu katika mchakato mzima wa rasimu ya bajeti yetu ya mwaka 26/27 ambayo tumetarajia kutumia takribani bilioni 72.458 katika mwaka wa bajeti ijayo. Ndugu waheshimiwa madiwani, nipende kusema neno moja na wataalamu wetu. Kipekee mimi kama mwenyekiti wa halmashauri ya Mbeya niwashukuru tena na niwapongeze tena. Niombe hali hii na morali huu mlionao muendelee kufanya kwa maslahi mapana ya wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya, kwa maslahi mapana ya wananchi waliotupa dhamana na kibali cha kukaa hapa. Maana kama wewe umekaa kwa niaba ya kata Nsalala, kama ina wananchi 35 upo kwa niaba yao. Kwa hiyo niendelea kuasisitiza tuendelee kuitendea haki nafasi ambazo tumepata, tuendelee kuitendea haki halmashauri ya wilaya ya Mbeya. Na mimi naamini Mheshimiwa Mbunge, bajeti hii, rasimu hii itarudi kama ilivyo. Na serikali hii ya Mama Samia Suluhu Hassan, jemedari wetu, kwa miaka hii 5 imejipanga sawa sawa. Hii rasimu inaenda, itarudi na nyongeza zitarudi. Kazi na utu. Nipende kusema maneno machache. Katibu wetu, mkurugenzi na management yako nzima, tunaendelea na ukamilishaji wa bajeti yetu iliyopita. Tuombe kwenye miradi ambayo bado hatujakamilisha, tuendelee kuikamilisha. Tuendelee kusisitiza ukusanyaji wa mapato. Waheshimiwa madiwani, tuweke hamasa kwenye kata zetu, tukasimamie na kulinda utoroshaji wa mapato kwenye kata zetu mbalimbali, ili ile miradi ambayo tulipanga kwenye bajeti ya mwaka 2025/26 iweze kukamilika. Tangu kumetokea bajeti mpya, basi kule nyuma tu tumemalizana na vile viporo. Baada ya kusema maneno haya machache, niwatakie kila laheri mnapoenda kuondoka na ilisha mkutano huu mpaka wakati mwingine. Asanteni sana.